Makofi na vigelegele kwa Bwana. Ongeza tena makofi ya shangwe kwa Yesu. Ongeza tena makofi ya shangwe. Isikie sauti za waliokombolewa. Isikie sauti za waliokombolewa. Mungu abarikiwe imbaji. Nitoe nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho amenipa kusimama mbele yenu leo. Kwanza kabisa kwa baba mchungaji na Archdeacon wa Mwanza, Mungu akubariki. Lakini shukuru kwa ajili ya watumishi chini yako katika parishi hii ya Igogo, kutoka makanisa yote Mwasonge, baba mwinjilisti Igelegele, baba mwinjilisti na baba mwinjilisti mahali hapa leo cast. Bwana Yesu awabariki sana. Lakini nitoa shukrani kwa wazee wote wa kanisa na mahali hapa na baba Leila kwa ajili ya kuruhusu jambo hili kuweza kunipa ridhaa pia niweze kusimama mbele yenu. Bwana Yesu awabariki. Nitoa shukrani kwa washirika wote mnaoshiriki pamoja kujenga mwili wa Kristo ambao ni kanisa la Bwana katika kanisa hili na maeneo mengine. Bwana Yesu awabariki sana. Lakini shukuru sana, nitoe pongezi pia kwa Blaze kutoka Nyamanoro. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana, mmetufanya tujione wa thamani kwenye mkesha huu. Huduma iliyoko mbinguni ni ya kuimba, na hiyo ndio tunaisubiri, ndio huduma kubwa. Hii ni kwa ajili ya kukumbushana. Hii nyingine tunaoifanya ya kuhubiri ni kwa ajili ya kuweza kujiandaa na kujipanga kwa ajili ya kuendea huduma kuu ya uimbaji tutakayoifanya kule mbinguni. Kwa hiyo kule mbinguni hatuna huduma nyingine tutakayofanya nje na kusifu na kuabudu, kuinama na kuinuka mbele za mwana kondoo aliyetununua kwa bei ya gharama ya mauti na kifo chake msalabani. Kwa tukiona vinafanyika vitu vya namna hii, tunafurahi. Mungu aendelee kuwapa vipawa ili muendelee kusimama. Ni washukuru pia wanakwaya wote mlioimba. Mungu aendelee kuwapa neema ya kuzidi kusimama. Ninaitwa mwinjilisti Ningoli, ni mwinjilisti kutoka parishi ya Butimba hapo Magereza, chini ya mchungaji Isaac Jackson. Natumika hapo, lakini niko kwenye tawi lililoko Mkuyuni juu wanapaita na Kurunduma. Huko ndio nipo natumikia Mungu kwa njia ya kuchunga. Sasa nilipewa neema ya somo waliniambia kutafuta uso wa Bwana, kutafuta uso wa Bwana. Sasa nilipoendelea kukaa nikapewa mabadiliko kidogo, na sikutaka kugombana
somo dogo linalosema upako wa Yordani. Upako wa Yordani. Mungu, ninakushukuru. Neno hili ni la kwako, na mimi nasimama kama chombo. Naomba nitumie jinsi upendavyo. Na naomba neema juu ya kila sikio lililoko hapa. Kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Wanaweza wakawa na maneno mengine ambao wameyasikia na yamejenga imani ndani yao, ambayo inaweza ikaharibu neno lako lisipite na ikazuia. Naomba damu ya Yesu kwenye kila sikio lililoko hapa ipite kuondoa kila taarifa ambayo ilisikika ndani ya hilo sikio, na shetani akaweka uzito wa kutokusikia cha kwako. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye hilo sikio, na nifungua kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Roho Mtakatifu penya kwenye hilo sikio, alifungue likapate kusikia. Naomba mfanye kila mmoja wa wanafunzi chini yako, ili utukuze jina lako madhabahuni pako. Karibu Roho Mtakatifu, anze nasi na umalize nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Upako wa Yordani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Upako wa Yordani. Leo tuna usiku wa maombi. Amen. Ili mlazimu Yesu atoke aende mpaka Yordani. Ili mlazimu Yesu, kwa sababu ni lazima aende akapokee. Maana asipoenda Yordani hataweza kupata upako ule utakaomfanya atimize mapenzi ya Mungu. Ikamlazimu aende. Na hata Yohana Mbatizaji wakati anabatiza, alipomuona Yesu anatokea Yordani, Yohana Mbatizaji akataka kuogopa, akasema, Bwana Yesu, siwezi kukubatiza wewe, kwa sababu mimi sistahili kugusa wala kulegeza hata kitamu za kamba za viatu vya miguu yako, kwa sababu upako ulionao ni mkubwa kuliko nilionao, uwezo ulionao ni mkubwa kuliko nilionao, kwa siwezi nikakubatiza. Bwana Yesu akamwambia, sikiliza Yohana, usinizuie, kwa sababu hapa Yordani kuna upako wangu utakao niamuru katika ulimwengu niyatimize yote Baba aliyonituma. Jina la Bwana libarikiwe. Alipoambiwa Yohana, alifanya kwa upole, akampokea Yesu, akamsogeza mpaka kwenye maji, halafu akamzamisha. Alipomzamisha, Yesu alipoinuka kutoka kwenye yale maji, ghafla kukashuka nguvu ya Roho Mtakatifu. Akashuka huwa kwenye bega. Aliposhuka kwenye bega, mbingu zikapasuka. Sauti ikatoka ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikilizeni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Roho Mtakatifu hakushuka kabla Yesu aingia Yordani. Roho Mtakatifu hakuonekana kabla Yesu hajakanyaga Yordani. Kwa upako uliokuwa Yordani ndio uliofanya Yesu ashukiwe na Roho Mtakatifu, na ndio uliofanya mbingu zitoe sauti ziseme, huyu ndiye. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa upako wa Yordani tunaposema ni upako
Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni namba moja. Tunaposema Yordani, upako wake, jambo la kwanza ni kutawala. Mtu ambaye amepokea upako wa Yordani, maana yake ubatizo wa Roho Mtakatifu, akisha upokea, huyo ni mtawala, na uwezo kamzuia juu ya chochote, kwa sababu amekuwa mtawala kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliyopokea pale Yordani. Sasa jambo la pili la upako wa Yordani ni kumiliki. Mtu ambaye amepokea upako wa Yordani, huyo ni mmiliki. Atamiliki vya dunia, atamiliki na vya mbingu. Huyo mtu atamiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake ya tatu, upako wa Yordani ni kutukuzwa. Haleluya. Mtu ambaye ana upako wa Yordani atatukuzwa. Maana yake atainuliwa, atanyenyuliwa, atapandishwa, atasimamishwa mahali ambapo hakuwahi kutegemea kama atasimama. Atasimama katika nafasi ambayo hakuwahi kutarajia, lakini sababu ni upako wa Yordani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo la nne ni upako wa kutambulishwa. Haleluya. Ni upako wa kutambulishwa. Mtu ambaye amepokea huo upako, tunajua upako kuwa ni mafuta ya muhuri wa Roho Mtakatifu, yanakuja kwako unapokuwa umeungana katika ulimwengu wa Roho na Yesu. Moja kwa moja unapokea nguvu ya muhuri wa Roho Mtakatifu. Sasa mbingu inalazimika zikutambulishe. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi tunatamani usiku wa leo kuna watu wapokee kutambulishwa, kuna watu wapokee upako wa kumiliki kwa jina la Yesu, kwa sababu usiku wa kumiliki, kwa sababu ni usiku wa kutawala. Na leo tunatamani watu wapokee upako wa kumiliki, ili kama ulikuwa una vya kumiliki upate vya kumiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Maana kuna mtu ambaye hajajua haki yake, lakini ukishajua utapata neema. Mathayo sura 3:15. Lakini nianzie mstari wa 13 ili kukuelewesha vizuri. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo ilipasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, wa kwangu ninayependezwa naye. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mimi sijui umetoka Galilaya ya wapi, sijui ni mashariki, sijui ni ya kusini, sijui ni ya kaskazini, sijui ni ya magharibi. Unajua wewe ulikotoka, lakini siku ya leo tumekuja Yordani. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui Galilaya ya kwako, na unajua Galilaya ya kwako ni wapi. Maandiko yananiambia Yesu akatoka Galilaya kwa sababu alijua Galilaya hakuna upako wangu, na nikiwa Galilaya Roho Mtakatifu hawezi kushuka. Yesu akaamua kutoka Galilaya, akaamua tele
ateremke mpaka mto Yordani, kwa sababu alisikia Yohana Mbatizaji kuna upako anautoa wa Roho Mtakatifu juu ya watu wa Mungu. Maandiko yanasema Yesu akaja, alipofika ni kweli kwa mtazamo alikuwa mwenye cheo, ni kweli kwa mtazamo alikuwa Mungu na yuko kamili katika sekta zote. Na alipofika mbele za Yohana Mbatizaji, maandiko yananiambia Yohana Mbatizaji alipomtazama akamwambia, wewe siwezi kukubatiza, maana mimi mwenyewe nahitaji nibatizwe na wewe. Sikiliza na unielewe. Maandiko yanasema Yesu akamwambia Yohana, tafadhali, nimetoka Galilaya, nimekuja hapa, lengo langu nataka nipokee upako, kwa sababu baada ya upako kuna kitu mbingu zitasema. Aliposema nilipasa niyatimize haya, ndipo Biblia inasema Yohana akakubali. Alipombatiza Yesu akanyanyuka kutoka majini. Biblia inasema pale pale Roho Mtakatifu akashuka, ndipo maandiko yakatimia, mbingu zikisema huyu ndiye anayestahili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sikiliza, tunaposema upako wa Yordani, maana yake ni wa kwako, ni wa kwangu. Tukishaanza kuzungumza habari za upako wa Yordani, hiyo haitakiwi tena, kwa sababu sasa aliyepo ni mimi, aliyepo ni wewe. Na kwa sasa hivi upako huo Yesu aliniachia mimi, alikuachia wewe. Kwa tukitoka kule tulikotoka kwenye miji yetu ndiko Galilaya, tukija hapa kanisani tumekuja ambako ndiko Yordani. Kwa kila mmoja yapasa tulie mbele za Bwana, aite na upako utakuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza, Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili sura ya kwanza mstari wa kwanza. Ikawa hapo Bwana alipoenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwa Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali
na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka kavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, nakuomba sehemu maradufu ya roho yako na juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona hulipati. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimwone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili, kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia. Akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yako wapi Bwana Mungu? Yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipopiga maji, yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka, na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia. Walipomwona walisema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesoma hili andiko kwa urefu ili uone upako wa Yordani ulivyo. Elisha alitambua Elia anataliwa watakapofika Yordani. Kwa habari zote za mizunguko Elisha alizitambua, akajua Yordani ndiko kuliko na upako wa kuinuliwa na Bwana. Elisha akakaa. Elia akamwambia, naenda huko. Elisha akamwambia, siwezi nikabaki, nitakwenda pamoja na wewe. Maandiko yananiambia Elia kaenda naye, Elisha kiwa nyuma. Maandiko yananieleza ikafika safari ya pili, Elia akamwambia, kaa hapa, Bwana amenituma niende mbali tena. Elisha akasema, kama roho yako ishindwe na kama Bwana wangu aishindwe, sitakuacha. Akang'ang'ana, akaondoka. Safari ya tatu ndipo ilienda kutimia. Akamwambia, Bwana amenituma Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amenituma Yordani. Elisha akamwambia, hata kama unanieleza, sitakubali kuacha kwenda, nitakwenda pamoja na wewe. Biblia inasema Elisha kaondoka, akaenda pamoja na wako. Tunaposema Yordani ni eneo ambalo ni njia panda, huko hakuendi kule hakuendi, umeganda pale. Sasa unahitaji kitu cha kukusaidia kuweza kuvuka pale. Ni Yesu. Haleluya. Maana unaweza kaeleza Yordani, sio tafsiri ya Yordani. Tafsiri ya Yordani ni Mungu mwenyewe anashuka kwa njia ambayo utaielewa kwa vazi lake, ndipo anapita kwenye maji. Haya yako ugalikisha. Hii sijui unapita eneo gani, lakini Mungu anajua.
Haleluya. Kuna vitu haviwezekani mpaka tutumie mazingira ya kuita baadhi ya upako utusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alikuwa hana upako wa kutukuzwa, akaamua kufuata Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa hana upako wa kutukuzwa, aliamua kutoka upate wapi? Wakati wote amekaa Galilaya hakuwa na upako. Watu wakimsema vizuri, watu wakimuona sasa ni mtumishi wa Mungu, watu hawakumjua kama ameokoka vizuri. Walikuwa wanamuona kama mwana wa Yusufu, walikuwa wanamuona kama mwana wa Selemani, walikuwa wanamuona kama ni mtoto wa fundi mbao. Ndivyo walipokuwa wanamwangalia. Lakini alipogundua Yordani kuna kitu, alitoka Galilaya kaenda. Sasa sikiliza, unapoona umefika hapa, kaa vizuri. Haleluya. Yesu hakuwa na upako wa kutukuzwa. Watu wamseme huyu ni mtumishi wa Mungu, watu wamseme huyu amekubaliwa. Yesu alikuwa hana. Ndio maana unaona ikamlazimu anyanyuke aende afate. Sasa unaona watu wameandaa, usije tu ilikuwa kama hivi, watu wanakuja kwa ajili ya kubatizwa, anaangalia anasema, lakini uko wanakokimbilia uko kuna jambo, uko kuna mpango, uko kuna kusudi, uko kuna kitu Mungu ameandaa. Na mimi nakwambia usiku wa leo, Bwana ameandaa kwa ajili yako, Bwana ameandaa kwa ajili ya maisha yako. Kuna hatua utatoka kwenda hatua nyingine, na tena kama utangangana kama Elisha, kuna kitu cha kupokea ambao kitakusaidia kutoka kwenye huduma. Haleluya. Haleluya. Mfalme wa pili tumeiona. Bwana Yesu asifiwe. Elisha akaungangania upako wa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ngangania upako wa nani? Wapa Igogo leo. Amina. Upako wa Igogo tu ugawane. Amina. Hawezi wakaanda wamejitambulisha hapa ni bana, waangalia na waambia hamu mngangana. Haina shida nyingi aende, lakini upako tunangana. Lazima tugawane, siku ambaye kamati ya maandalizi ibebeka hapana, na sisi tutangangana kama Elisha alingangana na upako sio wa kwake na akaupata. Na sisi Yakobo alimwambia sikuachi mpaka unibariki, siondoki, sikuachi, tutapambana usiku kucha mpaka majogoo baraka yangu nitoke nayo. Uwezo ukaniambia maisha yenu ya kwangu, hapana. Mbingu zinanishuhudia baraka, mbingu zinanishuhudia mafanikio, mbingu zinaniambia mimi ni mbarikiwa, mbingu zinaniambia mimi ni mtawala, mbingu zinaniambia mimi ni mmiliki. Itakuwaje niwe hivyo? Sifanani na wamiliki, sifanani na watawala, sifanani na watu wa kutukuzwa. Yakobo akasema hapana, mpaka unibariki. Usiku kucha kapigana mpaka malaika yule akaona kuna pambazuka, akamtegua mshipa wa pajani. Alipoutegua akamwambia kwa kume pambana usiku kucha. Na hautaitwa Yakobo, utaitwa nani? Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata upako wa Yordani unapata nguvu ya kushinda majaribu. Kabla hujapata upako wa Yordani huna uwezo wa kushinda majaribu. Ukishapata nguvu ya Yordani unapata uwezo wa kushinda nini? Majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Sasa tuko Yordani leo. Amina. Na Mungu akupe neema utoke kwenye ufahamu wa kuona kama ni kanisani. Mungu akupe ufahamu wa kuona hapa sipo kanisani, nipo Yordani. Nataka nibatizwe leo kwa upya, nipokee nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipotoka Yordani akatoka amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Alipotoka amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, alienda kifua mbele. Maandiko yanasema akaenda kaanza kufunga ili apambane na ulimwengu, kwa sababu tayari amejaa upako
ulimwengu. Maandiko yanasema kakaa, alipokaa kwenye mfungo akafunga, shetani akaenda mjaribu. Sikiliza, mtu aliyepokea upako wa maombi ya Yordani, huwezi ukamshinda kwa jaribu lolote, huwezi ukapambana naye, huwezi ukashindana naye. Huyu ni mtu mwingine. Maandiko yanasema Yesu alipotoka Mejaa akaenda mpaka nyikani, akatulia kutafuta uwepo wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Alipokuwa pamoja naye, shetani akaja mjaribu. Jaribu la kwanza si ndio yale yanayotushinda leo. Bwana Yesu asifiwe. Si kuna watu Mungu wetu ni tumbo. Yaani akipata shida kidogo leo, sukari haimo, mafuta hayamo, chele haumo, ngano haimo, hana hata 100. Twende kanisani mpendwa, maisha yangu siyaelewi mimi leo siendi. Ukimwangalia huyu utaelewa. Nani? Hana Roho Mtakatifu aliyeshuka Yordani akampa nguvu Yesu ili ashinde majaribu. Maana jaribu la kwanza ambalo lilifanya Yesu ashinde ni njaa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu shetani angependa wewe usumbuliwe. Unapopata shida ya chochote kwa habari ya mahitaji, uachane na Mungu, uende ukahangaikie tumbo. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu tayari, upako wa Yordani uko juu yake, maandiko yanasema akamshinda kiwepesi pasipo kuweza kugombana. Shetani aliweka mbwembwe na kumshawishi kama anavyosema, lakini Yesu alitulia. Kwa nini? Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa kama huna Roho Mtakatifu, huna uwezo wa kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema ng'ang'ana leo. Huu upako wa Yordani waliouandaa leo hapa, tuugawane. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tuugawane, waende na wakwao na sisi tuende na wakwetu, waende na kwake na mimi niende na wakwangu. Kwa sababu gani? Nikitoka hapa sijui jaribu naenda kukutana nalo. Kesho sijui nini kitainuka, kesho kutwa sijui nini kitainuka. Kwa nikichezea upako wa leo, siwezi nikajua pale mbele kuna jaribu la kuniangusha. Sasa ili nishinde, lazima leo. Haleluya. Leo tujipange. Amen. Na ningetamani usikeshe kule, usiweko kule, usihudhurie mkesha huu kule. Mkesha uende na kitu kwa ajili yako. Mkesha uende na mabadiliko kwenye maisha yako. Mkesha ukufanyie mabadiliko. Mkesha ufanyike matengenezo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wameanza kuabudu hapa, tunaenda kupata neno, nikashuhudiwa moja kwa moja kuna nguvu ya Mungu imekaa mahali hapa, na Mungu ananishuhudia niko hapa. Kwa hiyo ataweza kutulia mbele zake, ataona na atapokea. Jina la Bwana libarikiwe. Ng'ang'ana kama Elisha, kama kotini, kama unabana kwenye kona yako. Tukianza kuomba, nenda huko, mwambie Baba, leo sitabaki nilipo. Nimechekwa ya tosha, nimezalauliwa ya tosha, nimesimama ya tosha, nimeishi na upako wa rohoni, lakini wa mwilini sijawahi kuona ule wa kumiliki na kutawala, ule wa kutukuzwa na kuinuliwa. Sasa leo ninautaka. Ng'ang'ana siku ya leo, mwambie Baba, ni saa ya kwangu, ni majira ya kwangu. Upako wa Yordani ambao Yesu alinyanyuka kaenda, na mimi nimenyanyuka kutoka kwangu, nimekuja hapa na utaka upako. Na mimi leo nimetoka na utaka. Elisha alitoka, akatoka Gilgali, akaufuata Yordani. Na mimi leo kama Elisha alipotoka Gilgali, mwambie na mimi leo nimetoka Gilgali naenda Yordani, kwa sababu Yordani ni ng'ambo yangu ya baraka. Yordani ni ng'ambo yangu ya mafanikio. Ng'ambo yangu ni ng'ambo yangu. Yordani ya majibu yangu, na ninataka niende huko leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simama kwa miguu yako.